na tuko hapa leo kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na yanayoendelea katika jimbo letu, especially kwa wale ambao wengi tumeyasikia ambao viongozi wenzetu wameyazungumza katika msiba wa shangazi wa Mwalunenge juzi ambao ulifanyika huko Ilima Tukuyu, ushirika mbele huko, kwamba walitoka hapa wakaenda kwenye ule msiba wakiwa wanajua kabisa kwamba wanachokwenda kule si sahihi, kwamba kama wana mahusiano binafsi basi wangekwenda binafsi, lakini walijibeba kama chama, kwa maana ya kwamba walivaa sare za chama na walijitambulisha kama wanazungumza kama wanachama na viongozi wa chama, na wakilizungumzia pia jimbo la Mbeya mjini, kwa sababu kwa kitendo cha kumsifia Mwalunenge kwamba anafanya kazi nzuri na hatuna matatizo naye, hiyo inamaanisha kwamba jimbo la Mbeya mjini tunamkubali Mwalunenge na tunakubali uongozi wote. Sasa kwa hoja hizi nizungumze tu kwamba jimbo la Mbeya mjini, kwanza tukubaliani na uchaguzi uliofanyika wa tarehe 29 mwezi wa Oktoba, na matokeo yote ya uchaguzi ule sisi hatukubaliani nayo, ikiwemo mbunge Mwalunenge na viongozi wengine wote haramu ambao walitokana na ule uchaguzi. Hivyo basi, lakini pia tunazidi kudai kwamba wale wote waliowajibika katika mauaji yale ya watu ambao waliuawa katika ule uchaguzi wa tarehe 29 na siku zilizoendelea, tunahitaji hao watu wawajibike. Kwa jimbo la Mbeya mjini hatukubali kuwa dodoki la kuiosha CCM na viongozi wake. Tunataka wawajibike, na kuwajibika ikiwemo pia kuachia madaraka ili tuweze kuitisha uchaguzi huru na wa haki na kuwapa wananchi haki yao, haki ya kuchagua viongozi wao na haki ya kuweza kusikilizwa na kufanya kile ambacho wao wanaamini kwa mujibu wa demokrasia na katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama Mbeya mjini tunajua kwamba walivyokwenda kule, tunaamini kwamba kuna vitu viko nyuma, kuna vitu ambavyo wameahidiwa au wanapata, ndio maana wakajibeba tangu huko walikojibeba, wakaenda kuwa dodoki wakihitaji Mbeya mjini kwamba tuko vizuri, na wao hawana sababu ya kufanya mikutano katika jimbo la Mbeya mjini. Lakini tuwaulize, mwingine aliyezungumza ni mwenyekiti wa jimbo la Mbeya vijijini, kwamba yeye ana mamlaka gani katika jimbo la Mbeya mjini? Kwa sababu ninayezungumza ndiye katibu, ndiye mnayeratibu matukio yote ya kisiasa katika jimbo la Mbeya mjini, kwamba yeye anapita hapa hawezi kufanya mikutano kama nani? Sisi tunafanya mikutano, na katika hili wanazungumza katika kipindi ambacho sisi tunajiandaa na ujio mkubwa, tunajiandaa na mkutano mkubwa. Wanataka kwamba wale viongozi wetu wanaokuja wazungumze nini wakiwa wao wamesema kwamba jimbo la Mbeya mjini tuko vizuri. Niwaambie viongozi wangu ambao wanakuja kwa ajili ya mkutano wa tarehe 23, Mbeya mjini changamoto ni zile zile, na bado hatukubaliana na CCM na viongozi wake hata dakika moja. Kwa hiyo waje, na tunaomba tena waje zaidi na mikutano mingine mikubwa zaidi, kwa sababu tunahitaji hiyo mikutano kwa ajili ya kuiamsha Mbeya mjini. Unapozungumza kwamba jimbo la Mbeya mjini hatuna changamoto, hivi tuna barabara jimbo la Mbeya mjini? Hatuna barabara. Leo hii barabara tunaosema kwamba ni njia 4 na zaidi ya miaka 4 hakuna chochote kinachoenda. Mbeya mjini kuna mradi hapa wa maji unaoitwa wa Kiwira, umezinduliwa zaidi ya mara 5, lakini mpaka sasa hivi maeneo mengi ya Mbeya mjini hayana maji. Leo hii tunapozungumza Mbeya mjini, tunapozungumza kwamba tuko safi, leo hii tuna mgao wa umeme mara 3 kwa wiki, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Maeneo mengi hayana umeme hata hivi tunavyozungumza. Sasa unapotuzungumza kwamba huyu bwana Mwalunenge amefanya kazi Mbeya mjini kwamba kuliko wote waliomtangulia, na kwamba sisi sasa hivi hatuna haja ya kufanya mkutano Mbeya mjini kwa sababu tuko safi, usafi huo unatoka wapi? Kama umepata wakshishi, ishia nayo huko, usichafue Mbeya mjini. Mbeya mjini watu ambao tunajitambua, na kitendo cha kusema kwamba tunawakubali CCM ni kuwasaliti wananchi wetu. Mimi jimbo la Mbeya mjini, unapozungumza habari za Oktoba 29, kuna viongozi wangu, kuna mwenyekiti wangu wa mkoa ambaye amestaafu, Mheshimiwa China, alitekwa kuanzia tarehe 24, na katika kipindi ambacho yuko ametekwa hajulikani alipo, mtoto wake aliuawa, mpaka leo hii hajaweza kumzika mtoto wake, amekwenda kuzika nguo kijijini kwao. Unapozungumza kwamba Mbeya mjini tuwakubali CCM na tuwaoshe, mimi hapa kwa jimbo kama tendaji yangu katibu mwenyezi wangu alitekwa kuanzia tarehe 24 na viongozi wangu wengine zaidi ya 6. Sijataja wananchi wengine, lakini hao ni viongozi wangu. Katibu mwenezi hakuonekana kwa zaidi ya mwezi, amekuja kuonekana tarehe 25 mwezi wa 11, Mahakama Kuu anapewa kesi ya uhaini. Sasa unaponiambia kwamba mimi
kwamba sijui Mbeya mjini tuko safi. Usafi huo tumepata wapi? Hatuwezi kuwasaliti wananchi Mbeya mjini kwa kusema kwamba sisi tuko vizuri na tumeliziana na CCM. Viongozi wangu na wananchi wote, naomba mtuelewe kwamba kauli iliyotolewa ya kuwasafisha CCM sio msimamo wa Chadema jimbo la Mbeya mjini, bali ni msimamo wa mtu binafsi au watu binafsi na kwa manufaa yao wenyewe binafsi, na sisi tunajitenga nazo kabisa hizo kauli na tuko mbali nazo kabisa. Nawashukuru sana.